Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa wa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunazitazama ahadi za Mungu katika maisha yetu ambazo zimekuwa za baraka mno. Tuko katika kitabu cha Isaya, tumeifikia sura ya 61. Katika sura ya 61 tunakutana na ahadi nyingine hapa. Tuanze kusoma mstari wa kwanza. Anasema, Roho ya Bwana Mungu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao, kuwaagizia hao waliao katika Sayuni wapewe taji ya maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito, wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe. Amen. Mpendwa mtazamaji wangu, hapa tunakutana na ahadi nyingine ambayo ni njema sana. Nayo ni hii: ujio wa Yesu Kristo. Yeye mwenyewe anatabiriwa siku atakayofika. Anasema, Bwana amenitia mafuta. Bwana Mungu yu juu yangu, amenitia mafuta ili niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Niwahubiri habari njema. Kwa hiyo ujio wake atakapotokea, anasema atakuja kuwahubiri wanyenyekevu habari njema. Kwa nini wanyenyekevu? Maana wasio wanyenyekevu hawataikubali habari njema atakayoileta, bali wanyenyekevu ndio watakaoikubali habari njema atakayoileta. Ndio maana anasema atawahubiri habari njema wanyenyekevu. Jambo lingine anasema, amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo. Maana yake ujio wa Yesu Kristo duniani ilikuwa ni ahadi kwamba atakapofika atawaganga moyo wale waliovunjika mioyo. Na wakati wa kuvunjika moyo, basi Yesu alikuja kuwatia moyo. Kugangwa moyo maana yake ni kutiwa moyo, yaani kuambiwa songa mbele, endelea, usilale, amka, endelea na safari. Kama unafanya jambo fulani limeharibika, anakuambia endelea kufanya, sasa halitaharibika tena. Lakini pia anasema kuwatangazia mateka uhuru wao. Kazi ya Yesu Kristo atakapokuja, anasema atawatangazia mateka uhuru wao. Wale waliotekwa watapewa uhuru. Zamani kulikuwa na watumwa. Hao watumwa ni kama mateka. Hawa sasa alikusema anakuja kuwapa uhuru. Hapa mateka wako aina mbili. Wako mateka wa kibinadamu wanaotekwa na wanadamu, lakini wako mateka wa dhambi ambao wametekwa na Ibilisi. Kwa hiyo anawasumbua. Kwa hiyo atakuja kuwatoa huko. Atakuja kuwatoa huko kwenye mateka ya dhambi ili wasiendelee kuteswa na dhambi. Lakini pia anasema na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Kuna wale waliofungwa magerezani, yaani wafungwa, atakuja kutangaza uhuru wa kufunguliwa kwao, yaani atawatangazia kufunguliwa kwamba waachiliwe. Magereza hapa yako ya aina mbili, kuna haya ya kibinadamu na ya dhambi. Wale waliofungwa na dhambi, basi atakuja kuwafungua kutoka kwenye magereza ya dhambi na kuwaweka huru. Lakini jambo lingine anasema atakuja kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na kisasi cha Mungu wetu. Mwaka wa Bwana uliokubaliwa, alikuja kutangaza kwamba iko siku moja itakuwa ya kiyama. Iko siku moja itakuwa siku ya hatari, siku ya hukumu inakuja. Kwa hiyo atakuja kuitangaza siku hiyo pia. Wakati huo alipokuja kweli alitangaza kwamba mimi naenda, lakini iko siku moja nitarudi tena kuja kuwabagua kondoo na mbuzi. Kondoo watawekwa mkono wa kulia na kondoo mkono wake wa kushoto.
Halafu jambo lingine anasema kuwaagizia hao waliao katika Sayuni wapewe taji ya maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito, wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe. Kwamba wale wanaolia basi wasilie tena, atakuja kuwanyamazisha, atakuja kuwafuta machozi. Kwa hiyo ujio wa Yesu Kristo duniani alikuja kufanya mambo hayo. Yako na mengi mengine aliyofanya, lakini kuwaweka watu kwenye uhuru na kwenye furaha, kuwafurahisha hasa wanyenyekevu. Ila wakaidi wote wataachwa. Wakaidi wote wameachwa katika mateso yao, shida zao, mahangaiko yao, lakini wanyenyekevu wote amewaweka katika furaha, amewaweka. Na ndicho kilichotokea alipokuja, akawapa watu furaha, akawapa watu amani, akawatia moyo. Waliokuwa wakilia aliwanyamazisha. Mungu akubariki sana, tukutane tena wakati ujao, na ni vizuri sana kuendelea kufurahia haya ninayokuletea, maana ni ya faida mno kwako. Mungu wa mbinguni akubarikie. Asante sana, barikiwe mno. Amen.